So kama tunavyojua ya kwamba Wakenya wanajulikana sana kwa usumbufu, especially ikiwemo masuala mazima ya uchaguzi wa rais. Sasa kuna kauli ambayo imeweza kutolewa na jeshi la polisi baadhi mipakani pale nchini Tanzania, ambapo wameweza kutoa onyo kali kwa baadhi ya Wakenya ambao wametishia kuingia pale nchini kesho kutwa, ili mradi waende wakawasaidie wale ambao wanataka kuandamana nchini Tanzania. Hivyo basi serikali ya Kenya ikiungana na serikali ya Tanzania wameweza kutoa wanajeshi ambao wataungana wote kwa pamoja, ili mradi waweze kukinga baadhi ya ile mipaka ambayo inaruhusu Mkenya aweze kuingia Tanzania na Mtanzania aweze kutoka pale ndani ya Tanzania na kuingia nchini Kenya. Mipaka hino ambayo nimekuwekea hapa nitaenda kukusomea kwa ujumla. Kuna mpaka mkubwa ambao unajulikana uko sehemu za Migori County, ambako ndo inajulikana ya kwamba ina mpenyo mkubwa wa Wakenya ambao ni wasumbufu endapo watapata nafasi kidogo tu ya kuingia pale nchini Tanzania. Ikumbukwe tu pale juzi, siku 4 sasa zimepita, pale ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa anaenda kustiriwa ndani ya Bondo. Kuna baadhi ya Watanzania ama viongozi wa upinzani kutoka nchi Tanzania ambao walikuwa wanataka kuhama upande wa Tanzania ili kuingia Kenya kwa minajili yale mazishi, lakini serikali pamoja na wale wanajeshi ambao wanalinda ule mpaka waliweza kuwakataza hawa wa Tanzania na kuambia kwamba hawana vibali sahihi vya kuingia nchini Kenya, wakati ambapo walikuwa tayari wamepeana vibali vyao. Na kilichotokea ni yule mheshimiwa Heche kuchukuliwa ile passport yake na kuzuiliwa, lakini wale wa Kenya ambao walikuwa wanaishi pale karibu na boda walipata habari hizi na wakajitokeza kwa wingi na kuenda zao mpaka pale kwenye ule mpaka na kuleta fujo mpaka ikabidi huyu mheshimiwa akaachiliwa. Na sio mpaka mwingine, ni mpaka ambao unaitwa Isebania Border Crossing. Isebania Border Crossing ambao iko Migori County upande wa Kenya, ndio mpaka ambao ni mpaka mkubwa zaidi ambao Wakenya wengi wanaingilia Tanzania. Na sio hapo peke yake, kuna mpaka mwingine ambao uko Kajiado County ambao unaitwa Namanga Border, mwingine uko Lungalunga pia ambao uko upande wa Kwale County pia vile vile, na Taveta pia kuna mpaka wa Kenya na Tanzania ambao unaitwa Taita Taveta County pia kule, na Busia na Malaba, yote kwa ujumla, ambapo mipaka hino yote itapewa ulinzi mkali zaidi, ambapo Wakenya hawatoruhusiwa kuingia pale nchini. Na endapo kuna Mkenya yeyote yule ambaye atakuwa akona any kind of emergency, basi atafanyiwa tafiti mwili wake pamoja na kile chombo ambacho atakuwa anatumia ili mradi asafirie kiweze kuzingatiwa na kuangaliwa, ili mradi ule ambao ni usalama uweze kudumishwa mipakani, kwa sababu kuna uaminikaji wa kwamba Wakenya wana balaa. Sasa nikukumbusha tu ya kwamba jeshi lilipangwa zamani sana. Jeshi halikupangwa jana wala juzi. Jeshi la polisi ama jeshi la wananchi ndani ya Tanzania lilipangwa toka mwaka 2024 mwezi wa kwanza tarehe 21, ambapo Rais Suluhu Hassan Samia aliweza kutoa taarifa na maelekezo kwa wanajeshi ya kwamba waende wakapewe msomo ama kisomo ambacho kitasaidia nchi ikifikia hapo mwakani endapo wanaenda kwenye uchaguzi. Ombi langu kwenu, na mimi ninaombi pia, lakini kabla hili na ombi la mafunzo kwa jeshi la akiba nalo nimelichukua, na kwa sababu TAMISEMI ni ofisi ya rais, basi nimelichukua kwenda kulifanyia kazi. Ombi langu kwenu ni kwamba mwaka huu na mwakani tunaelekea kwenye chaguzi za nchi yetu, na hapa ndipo usalama mkubwa ndani ya nchi unapotakiwa kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa niwaombe sana jeshi la wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi, ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Kwa ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza. Hatusemi tukafanye chaguzi za kutumia nguvu, hapana. Taratibu, sheria na miongozo ya chaguzi zitafuatwa, lakini jeshi
na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Mwakani tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu na ule ndio wenye vishindo vikubwa. Basi nikasema nitoe tu taarifa na kuwaweka alert kwamba hayo mambo yanakwenda kutokea, na jeshi tuna mchango mkubwa kwenye hayo, hatuna budi kujiweka tayari. Ndugu zangu makamanda, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena sana kwa kunialika kushiriki ufunguzi wa mkutano huu wa 7 na kwenda kujadili hali na hadhi ya jeshi letu kwa ujumla wake. Ni matumaini yangu kwamba mtakuja na mikakati itakayokwenda kuliendeleza jeshi hili miaka 60 mingine mbele kwa uweledi na maendeleo makubwa. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kumpongeza sana CDF na wakuu wa kamandi na wote wanaolea na kuliongoza jeshi hili kwa kutimiza miaka 60 na wale waliostaafu pia kwa kutimiza miaka 60, na kwamba sasa tunajipanga kuelekea 60 mengine. Hongereni sana. Nimpongeze pia Mheshimiwa Dr. Stergomena Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa namna anavyoongoza Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa akishirikiana na Katibu Mkuu mahiri Faraji Mnyepe. Nimemkuta yuko hapo. Kila nikifanya mabadiliko nikimgusa nasema hapana, huyu anafaa hapa. Wakiniletea Faraji Mnyepe ameshakaa sana, na mwacheni hapo hapo. Kwa hiyo huyu ni wa kwenu. Nilimvuta waziri kwa muda mfupi anisaidie mambo ya nje, lakini kuna siku mwenyewe akaniambia kule jeshini nilikuwa nimekaa vizuri zaidi. Kwa nikaona niwarudishie. Yuko hapo, nimewarudishia. Lakini wapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya kushika wizara hiyo na kuhakikisha changamoto na matakwa ya jeshi yanatimia. Nawashukuru sana. Sasa ndugu zangu makamanda, baada ya kusema hayo, nitangaze rasmi kwamba mkutano wa 7 wa CDF na makamanda sasa umefunguliwa rasmi. So kama kawaida yetu hapa kwa KG Chipande ni kwamba tunazingatia sana maoni ya wale ambao ni watazamaji na maoni ya wale ambao wanahusika sana sana na ile video ambayo tumeweza kuiachilia angani, ambapo leo tunaenda kuzingatia yale ambayo ni maoni ya baadhi ya Wakenya na Watanzania wanavyoliongelea hili jambo lote zima kwa pamoja. Kuna wale baadhi ya Wakenya ambao wanasema kwamba jeshi la Kenya limeenda fanya nini mpakani, nikambe kama jeshi la Kenya linajipendelesha sana, na wengine vile vile wamesema kwamba mbona wakati Kenya inavurugu, ama mbona wakati kuna uchaguzi ndani ya Kenya majeshi wa Tanzania hawendi kuzuia mipaka ili Wakenya wasiweze kuingia kwenye nchi yetu ya Tanzania. So unaona kuna maoni tofauti tofauti ambao watu wana fikra zao tofauti tofauti. Je, inamaanisha kwamba Rais Suluhu Hassan Samaya pamoja na serikali yake, je, wamejipanga kuonekana ya kwamba nchini lazima kutakuwa na fujo? Kwa sababu kama amani ipo na kama ile ambayo tutasema ni haki ipo, sidhani kama kuna sababu yoyote ile ya kwamba uimarishe majeshi ama uweke vitisho dhidi ya majeshi, useme kwamba jeshi hili litafanya hivi, jeshi lile litafanya vile. Nafikiri inafaa iwe tu sahihi, iwe sawa sawa tu, na isiwe na mkusanyiko mkubwa vile ya kwamba tuongelelee. Washangazi, mimi nakupenda sana, muda sana, yani nakutamani. Sema ndio hivyo, I love you. Anyway, nikipata namba zako kuna deki mimi kila siku na wewe, tusitaki wengine. Aziz. Tukae tupate suluhu ya kudumu sana, ambaye hata sisi tukiondoka transfer wale wanakuja kukaa wasipate shida na hii, na watu wetu wasuluhishwe sana. So hakuna kuchukua sheria mikononi kama Wakenya. Na nimeambia hawa hapa iko kitu inaitwa international law. Wewe ukichoma moto hapa wetu Kenya, kama tumekuona tunakustaki na makosa inaitwa treason, na tutakukabidi ile upande kile ustakiwe na makosa ya international law ya kuchoma moto.
So tukaambia hawa wasichukue sheria mkononi. Tukakuwa na area chief kwa tulipokuwa area chief akaomba msamaha yeye na akasema na itunginya niliongezea sana. So ladies and gentlemen, ni wakati wangu sasa mniruhusu niweze kusoma maoni matano ama maoni ya baadhi ya wananchi kutoka Kenya na Tanzania. Ni kipi ambacho wanaongelea kuhusu mpango mzima uno wa jeshi la Kenya pamoja na jeshi la Tanzania kuungana mipakani ili kudumisha ile ambayo ni amani. Naomba nipate uraia wa Kenya na mbaba wa Kikenya. Nawapenda sana wa Kenya. Huyu ni Mtanzania ambaye anasema anataka kuolewa ndani ya nchi ya Kenya. Wakenya wanakili ile Tanzania ni wehu tu. Okay, sikubaliana na matusi na sitosema kwamba hili ni sahihi ama sio sahihi, lakini msimamo wangu kwa KG Chipande tunasema kwamba tunaelimishana na tunaburudishana pasi kutumia matusi. Kenya hakuna mambo ya jeshi la polisi. We sema ni AP, yani administration police. Kenya hakuna jeshi la wananchi, by the way, it's true. Okay. Na polisi wa Tanzania wana sura mbaya surely. Nadhani polisi sahihi kabisa anafaa kuwa na sura mbaya ili aweze kuogopewa ama ili iwe ishara kamili ya kuonyesha kwamba huyu ni polisi ambaye amepitia mafunzo tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti ambazo ni ngumu ama mazingira magumu ya kuishi. Mimi ni Mtanzania ila Mkenya hapo kuongea pointi kabisa, kuleta askari mpakani ili amani idumishwe. Ya polisi wa Kenya anaongea very smart. Kuanzia leo naishi Tanzania ila serikali yangu iko Kenya. Kuanzia leo mimi ni Mkenya jamani, natamani kufika Kenya ila sina ndugu huko. Anayenitaka anifate. Askari wa Tanzania jifunzeni kwa wenzenu wa Kenya. Askari wa Kenya wanaheshimu sheria zao. Nani wastaarabu, lakini ni brutal kuliko unavyowaona. Our own making Tanzania police keep quiet as it pumps some knowledge into their modular blanket. No translate. Okay. Acha tu translate. Wamesema no translation, yani tusitafsiri Kiswahili. Okay. Huyo ni AP police wa Kenya. Huyo mama ndiyo polisi. Tanzania ingekuwa Kenya wallahi. So unaona hapa kwamba wa Tanzania na wa Kenya wameleta tu ule ubishi wa mazungumzo ya kwenye mitandao kati ya polisi wa Kenya na Tanzania, ni nani ambao ni sahihi ama ni wapi ambao ni wazuri na ni wapi ambao ni wabaya. Lakini yote 9-10 tunasema kwamba tunataka amani iwe sahihi. Amani ya Kenya ni amani ya Tanzania. Amani ya Tanzania ni amani ya Kenya. Siku moja imebakia, siku ya mwisho ni kesho tarehe 28. Uchaguzi utakuwepo. Wale ambao hawataenda kuchagua basi wabaki majumbani, na wale ambao wanataka kuandamana waandamane kwa njia ambayo katiba inawaruhusu hao kuandamana, na wale ambao hawatoandamana wataenda kutiki kama kupiga kura kama mwenyewe anavyosema, basi wafanye hivyo, wakimaliza warudi majumbani na kusubiria matokeo. So kwa KG Chipande hapa tutasema we wish all the best and the winner let her get it all. Kujiulize kwa nini nimetumia let her, kwa sababu tunajua tayari mshindi ni nani. So it is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Chipande. Please make sure that you subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys. Till next time. Na nikasema watu watoke hapa.